mua tu nimejiwekea ka filter. Unanipata vizuri. Yaani siku tu nikaamua kwa sababu wale waliotengeneza hii mitandao au kama TikTok kule mfano. Wameka zinatumika sana. Sasa mimi labda nikisema na mimi niende kama vijana wenzangu. Sababu sitaki kukaa kizee babu. Niweke kama kijana wenzangu. Umri unaruhusu. Umri unaruhusu. Nikitia kifilter hapa kipa yupo hapa. Sasa kipa yupo kaenda hapa. Ulimwengu burudani uko hapa kukusogezea yote kuhusu mastaa wako na matukio yao kila siku. Suma ENT live and direct. Wanasema manyunyu ya mvua kwa siafu ni mafuriko. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa kijana ambaye amezaliwa kwenye safu ya milima ya Uruguru kule mji kasoro bahari. Hapa nazungumza katika mji wa Morogoro. Wazazi wakambariki jina la Rashidi, lakini yeye akaona jina la Rashidi ni kama litaleta changamoto kwenye namna ya utafutaji wa riziki. Ukizingatia kwenye sanaa kuna majina mengi sana ya Rashidi. Mtu kama Chidi Benz, Young Lunya, Conboy, yao wote majina yao ni Rashidi. Hivyo yeye kamlazimu kubadili kwenda kwenye jina lingine. Mimi simfahamu anaitwa nani, tutaenda kumfahamu kwa sababu leo hii tupo naye, lakini ilimlazimu atumie nauli ya shilingi 13,000 kutoka mji kasoro bahari Morogoro mpaka katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa ni kwa ajili ya kutafuta riziki kupitia sanaa ambayo yeye aliamini kupitia mziki ndio sehemu ambayo tobo lake ama tundu lake la yeye kutoboa kwenye sanaa na kupata mafanikio yapo huko. Lakini mambo yakawa tofauti baada ya kutoa nyimbo zaidi ya 6 ikiwa ni pamoja na kuzomewa majukwaani, kushushwa na watu kumkataa, ikamlazimu abadili kwenda upande wa pili wa sanaa, kwa maana ya kwenda kwenye content creation pamoja na comedian. Na huku mpaka sasa hivi anatajwa kwenye moja ya watu ambao wanaunda best duo kwenye content creation na comedian. Huyu si mwingine bwana bali ni Chei. Na leo tupo naye hapa, tutaenda kumsikia mengi. Mimi ni mwakilishi wako, nitaenda kumuuliza yale mengi ambayo wewe umekuwa ukijiuliza kuhusu yeye. Pale inachukuliwa unatoka siku hiyo. Unajua mawazo ya watu wazima ambao. Kwa mimi nikaenda kwenda kule wakaniambia bwana wewe inabidi ukafanye mazoezi ya huko vizuri. Wakati huo mimi mjomba kishanisifia. Unanipata vizuri. Kwa mimi nikatoka nikarudi uwanjani pale wanapaita Tabata shule. Kwenda Tabata shule pale nikakuta watu ambao wapo pale Wandewa. Wakawa wananikataa mimi sijui kuimba. Sasa ile mimi kanipa hasira. Nikapambana nikawa nafanya mazoezi ndani. Nikatoka hapo nikaenda Mkubwa na wanae nikakochiwa pale nikaiva wakanikubali. Kunikubali kwa kuchukua mazoezi ya pale nikawa nafanyia uwanjani. Watu wakawa wanashangaa hiki kinanda kimetoka wapi. Mbona mabadiliko hapa? Kwa wale wote walikuwa wananipiga wakawa wanafunzi wangu. Sasa mimi nitamani nifahamu Chei ametoka Mkubwa na wanae. Akaanza kujitegemea sasa kama mwanamuziki. I think ni ngoma 5 kama sio 6 officials ambazo zilitoka kupitia YouTube account. Ndio. Zile idea ambazo ulikuwa unaziandika kwa sababu nimesikiliza aina ya muziki ambao ulikuwa unafanya. Sio pure bongo flavor. Ni muziki ambao una ladha, yani ukisikiliza mahadhi ni sio singeli lakini sio mchiriku. Kuna nini fulani hivi. Ile ni ladha ambayo ulitoka nayo nyumbani Morogoro kwa sababu ndio ulikulia sana huko au yani ulikuwa na idea gani ya kufanya kwenye muziki? Kwa sababu sasa hivi unaweza kusema muziki wako ndio umesimama. Lakini kuna kitu ambacho inawezekana ulikuwa nacho cha tofauti kipo. Ulikuwa unawaza nini kufanya aina ile ya muziki? Mimi nilikuwa kitu ambacho nilikuwa nikiwaza kwenye soko la muziki nimeona kuna wengi wanafanya vizuri. Kwa mimi kwa nakuja na style ambayo nisimchoshe mtu. Kwa hata ukisikiza singeli nikiimba mimi singeli yangu hivi ya kukukela utasikia raha kusikiliza. Unajisumbua. Ile ngoma ndio unajisumbua. Natega mimi banjia yangu utachoma. Namtegemea Mungu shauri yako utaisoma. Mkubwa ndani kama wewe. Kumbe mna vipaji vingi. Kwa hiyo nikatoka huko nikaona mwenyewe. Nikaona wananchi hawanielewi. Pamoja na jitihada zote. Mimi sio binadamu kukata tamaa. Kwa hiyo nikajaribu siku moja na ilikuwa mtu nilimjibu mimi mara ya kwanza nilimjibu TikTok. Kuna mtu yani alikuwa kuna tabia ilikuwa mtu akilike mara nyingi akaunti yako inakuwa haiendi. Kwa hiyo kuna mmoja sasa ndio alikuwa na like mara nyingi mpaka ananikwaza nilimfuata DM. Bwana mbona una like sana akaunti yako itakuwa haiendi na followers 2,000 hapa. Bwana akaunti yangu itakuwa haiendi. Mimi shabiki yako sana. Ngambia sawa shabiki yangu lakini ukilike sana akaunti haiendi. Wewe like kitu mara moja pita. Like pita hivi. Akawa anaendelea ndio nikachukua clip nikawa nalalamika. Kulalamika na shangaa watu wakawa wanacheka mimi kuongea kwangu. Sio nilipata vizuri. Watu wakawa wanacheka akaja Kayumba yeye akawa anacheka. Nikasema kama wewe alikuwa ananifundisha muziki naye anacheka. Nikawapa ya pili. Nikawapa ya tatu wale. Watu wanaitika. Kukutana kwako na Stani
Stani aliona kazi yangu TikTok. Aliona ninapofanya TikTok akawa anapenda. Akaniambia tufanye kazi ndugu yangu. Tukaanza kufanya kazi. Mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu kiasi gani kufanya kazi na Stani? Ndio unajua Stani tayari kwa na jina kuliko wewe. Yaani wewe ulikuwa unaona kijiji chako tu pale cha TikTok, lakini Stani ni sehemu yote akisimama anafahamika. Sasa ndo mara ya kwanza Stani anakufuata, bwana tufanye kazi. Mara ya kwanza ugumu ambao upo hii, Mungu shahidi, nilikuwa nawaza kwanza, nilifurahi ila nilikuwa nawaza Stani na shoot naye vipi? Jambo langu la kwanza. Sio umenipata vizuri, nikanajiuliza Stani na shoot naye vipi, kwa sababu asilimia kubwa mimi Stani kwenye movie ndo nilikuwa namuona sana. Na wewe sio mtu wa kuigiza movie. Na mimi nahitaji content ndogo. Sio nipata vizuri. Mimi nataka kidogo mtu afurahi aendelee na shughuli zake. Sasa nilikuwa najiuliza ujamaa tunafanya vipi? Kwa alikaniambia mwanangu tukutane, nikaenda Kigamboni. Tukutane mwanangu, tukakutana, nikaenda mpaka kwake, kaingia kwenye gari, tukapiga story. Nipe idea zako mwanangu, tujue tunaanzia wapi. Na mpango wa kwanza ulikuwaga mimi nilijua movie alivyonicheki. Umenipata vizuri, mimi nikamwambia bwana blaza. Nikaanza kumhadisia ya kwanza pale, ya pili, ya tatu, nikahadisia nyingi. Kakapenda hivi. Mbili nikasema nikamoyoni sasa nikiondoka hapa sirudi, sipokee simu zake, message sijibu, hatuji tena. Kwa sababu tumepatana, kaniambia kesho mwanangu uje tuonane. Mimi usiku mzima na unaandika kama 20 na ngapi Afrika za moto ambazo hizo ukimpa yoyote hawa ndugu zako hatari. Yeye kaona 2 tu. Kaona 2, nikaona huyu hatuwezi kwenda sawa. Nikaondoka. Katika kuondoka nakumbuka basi mimi nikawa kidogo na upande wangu kwa blaza, ngoja kwanza mimi niendelee na wakati zangu, tutaumizana akili. Kwa katika kwenda ikaingiaga mambo ya makampeni. Kaenda baadaye akaniambia wewe mwanangu tuue sasa. Tulikutana saa 9 nakumbuka jioni. Ikawa vile tena. Kila unaompa hapana. Kabla bro sasa tushuti bwana. Kila kitu nakipinga. Akatoaga kuna idea moja alitoa ile ya mimi namfuata Stani, wewe unapokea simu bwana. Akaitoa ile tukaishoot. Mimi niliipinga. Alafu ilienda. Ila mimi niliipinga. Kwa sababu kusalia kwa nataka misi ielewe, niliipinga. Alafu mimi ndo baada ya kutoa ile mimi nikampa ya kibao kile. Ile kuna kibao cha mganga, afu kumbe simu anapokea yeye. Nakumbuka. Nikasema blongo na mimi nikuonyeshe kidogo. Napigana wenyewe. Nikamonyesha mimi ile, afu zote zikabutuka. Lakini uzuri ya kwake ndo ilizungumziwa sana. Namba ulizokuwa nazo za wafuasi kwenye mitandao ya kijamii unazibadilisha vipi kwa fedha? Kwa sasa hivi sitaki kuliwaza sana hilo. Nikiliwaza sana hilo nitaanza kujihisi mnyonge. Kwa sababu wakati hivi mambo watu wanaanza kukupokea, ukitaka sasa kuanza kuweka maslahi yako mbele, nataka hapa sasa nijenge mwaka huu mimi kwa sababu watu wanipenda hivi, ninunue gari nifanyeje, nitadondoka kwa sababu matarajio yakienda tofauti unakuwa una disappoint. Kwa Kiingereza kipo. Kipo. Kwa siwekagi matarajio makubwa sana. Mimi napenda nifanye kwanza kazi, mengine yote yatakuja tu. Okay. Na mimi nataka nifahamu tumelala tumeamka, namba akaunti ya Chei haipo. Instagram. Leo umelala tumeamka kwa akaunti ya Chei. Huzuni sana ukiniambia. Sasa hivi kuna watu wanazungumza issue za kudukuriwa akaunti, kwamba si nilitumiwa linki nifanye hivyo. Akaunti yako ilipotea vipi? Na nini ulijifunza baada ya kupotea kwa akaunti? Jambo la kwanza nimejifunza, na hii naelewa sasa, hata wale matajiri wakifilisika kwa nini wanakuwa na mawazo. Mimi akaunti yangu ilivyopotea, vimepotea vitu vingi. Watu walikuwa wananiheshimu, hawaniheshimu. Unanipata kwa sababu kuna mtu anakuwa anakuheshimu, anajua Chei nikimpa kitu changu hiki anipostie mimi naondoka. Kwa nilivyoipoteza ile akaunti imenifunza vitu vingi sana. Watu wanabadilika. Kwanza moja. Mpaka watu wako karibu wanabadilika. Ile imenifunza. Nyumbani wana support vipi? Alafu mzee wangu kafungua akaunti ya WhatsApp jana. Kanipigia video call. Ananiambia nakupigia video call, nataka nione ukiwa una shoot. Kaeka WhatsApp jana, kuna ndugu yangu mmoja ndo kamwekea hiyo WhatsApp. Nimemlaumu sana, kwa nini mzee wangu unamweka mambo ya mitandao. Umeona? Kwa kaniambia mimi nataka mimi nakupigia hapo. Kanipigia video call. Na nilikuwa na mdogo wangu ananishoot.
nakupigia mimi lengo la yani kisha nipigia alafu ananiambia nakupigia nakupigia hapo nataka nione ukiwa una shoot, yani mimi unanifurahisha sana. Kwa nyumbani wana support sana. Wana support na wanapenda ninachokifanya. Ipokuwa mara ya kwanza wakawa wanielewi kwa sababu kwenye muziki ama kwenye content creation hapa. Mimi sasa hivi kwenye muziki watu hata wanizungumzie na mimi sitaki wanizungumzie kabisa. Sitaki watu wanizungumzie, naomba wakomae na kilichokuwepo sasa hivi. Sawa. Moja kitu ambacho kinazungumzwa sana kwa content creators, comedian kupoteza uhalisia wao. Na I think alikuwa ni Mzee Shayo aliwahi pia kuzungumza hii. Watu wengi huwa wanazungumza kwamba content creator au comedian akishafika level fulani sasa naye anakuwa ni kama msanii wa Bongo Flava. Yani tutamkuta Macheni nini, yani tofauti na ile asili ya comedy ambayo ilikuwepo miaka ya nyuma, kwamba msanii wa comedy bado alikuwa anaishi maisha yake halisi yale ambayo yapo ya kawaida tu. Yani unaweza ukiona unaweza kutofautisha huyu ni msanii wa muziki, huyu ni msanii wa kuigiza, huyu ni msanii hivyo. Lakini sasa hivi inaonekana hata comedian anaishi kama maisha ambayo wanaishi wasanii wa muziki. Sasa nilisikia hiyo lakini ukweli usipingwe kwamba dhama zimebadilika. Sawa, zama zimebadilika. Zamani watu ili wachekeshwe walikuwa navaa kama kitambi hivi na walikuwa napaka masizi. Je, unahisi wale wakifanya vile sasa hivi wakiposti wanapata hata like na viewers wengi? Hawezi. Kwa jambo limebadilika. Kwa hiyo na pia msanii wa comedy kujiblandi sana ukweli unaharibu. Umenipata vizuri kwa sababu ukijiblandi sana unatengeneza mazingira ya watu washindwe kukufikia. Umenipata vizuri? Umekuja location kwangu. Tunashuti wapi? Hii interview tunafanyia sehemu gani? Tunaifanyia kwenye Kipoli. Unaona hiko? Kwa kiuhalisia kwamba ukizungumzia kwamba watu fulani wana tabia hii usiweke wote. Ila wengi wako hivyo. Ila mimi habadani niko real. Tutakuona na Macheni Macheni utaniona naye. Au vitu haujawahi kuwaza. Macheni sina tattoo sina nini. Ila Macheni utaniona naye kwa sababu Cheni napenda kuvaa. Cheni utaniona naye lakini kutoboa humu kuweka zile za kike zile wanasukaga hivi sifanyi hivyo. Ufanye? Sifanyi. Sio kwa nyumbani kwa kukataza kurudi. Usirudi huko. Mimi issue unajua nishakuwa mtu mzima, kuna vitu sio mpaka nyumbani. Yaani wewe mwenyewe kwamba ujicontrol. Unagojekea. Sio kwamba mimi sasa nikivaa eleni nikarudi nyumbani nitafokewa, lakini kinidhamu tu mimi sio maadili yangu, siwezi kufanya. Yes, na Chei kwa upande wako sasa. Ushawahi kuwaza kufanya stand up comedy? Sijawahi kuwaza. Ila unahisi unaweza? Sio nahisi naweza. Ushawahi kufanya? Sijawahi kufanya. Na uwazi, lakini unahisi naweza. Hiyo nafasi ikija naweza. Kwa sababu hichi ninachokifanya tupu kuna baadhi ya watu walikuwa hawajui nitafanya. Kwa sababu mimi hata TikTok watu walinzoea mimi naongea tu nimekaa sehemu moja. Ila ukweli kwamba naweza change. Okay. Ni content gani kwako ilikuwa ni ngumu? Ya unasema kwenye kutengeneza kwangu maudhui ile siwezi kuisahau. Ambayo ilikuwa ngumu na siwezi kuisahau ilikuwa moja, nadhani nimeshuti juzi na yule binti anaongea sana. Ile ilikuwa ngumu kwa sababu mule kuna kumfanya mtu ambaye ameathirika jinsi astahili kuwepo, astahili kwa free na watu. Kweli kwa ngumu, tulirudia, lakini mwisho wa siku nikaona sasa tukubali tu kwamba baadhi ya vitu hata nisitumie sana roho yangu, acha nifanye kazi. Lakini ile ilikuwa ngumu kwa sababu ile ninazungumzia mtu muathirika pale, maki ananiambia basi rudi, mimi asirudi. Unajua pale kama namfanya ajisikie mnyonge. Kwa ile ndio ilikuwa ngumu, zingine zote nyepesi. Na ambayo naamini kwamba hii ndio content yangu ambayo mimi ni bora ya muda wote mpaka sasa. Ile ya Stan ile tumeka kibao cha mganga ile mimi ndo mpaka kesho kali. Ile ziko mbili. Ile na moja ya mimi mstani nacheza kama Mnigeria. Ile obio. Ile mlikuwa na dada mmoja inaitwa ukamdanganya bwana Nigeria huyo. Nigeria. Kumbe wale wanajuana. Ile hizo mbili ndo the best kwangu. The best. Kwenye uwekezaji wa production wa hizo content, Chei amewekeza vipi?
kwa sababu mimi mara nyingi nafanya kazi na nani na Stani lakini wakati mwingine kama vile mwenzangu akiwa bize kama siku mbili hizi yuko bize uko Zanzibar, kwa akiwa bize mimi kwa sababu kabla hata sijaanza kufanya kazi naye kuna watu wananiitaga kaka ambao ndio nashuti nao sasa hivi wananiitaga kaka. Kwa hiyo nikiendaga kwa Stani naambia wadogo zangu tulieni, nikipata gap huku tunaua. Kwa sasa hivi napataga gap kama mwenzangu hivi akipata safari zake mimi na chapa naua. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi uwekezaji wangu ni hivyo tu, simu yenye mwanga simu yenye mwanga mzuri inatoa inashuti vizuri, maiki na daka vizuri na watu wana upendo na mimi, kwa tunafanya kazi vizuri. Nataka nifahamu yule mama umefanya naye I think ni jana yule mgiza kama mkeo kamweza kwani nauli ya kurudi nyumbani ni shilingi ngapi? Yule ni miongoni mwa timu yako ama ulikuwa umemwomba tumfanye naye kazi? Wote na shoot nao timu yangu. Na timu yako. Na wote nikiwa na shoot nao kabla tuja nini kwanza wanafanya nawapigisha mazoezi. Nakwambia cheza hivi, ongea hivi, fanya hivi kwa sababu sina nakuwa naelewa watu nini wanapenda. Kitu gani wewe una mix kwa Stani? Kwa Stani kula. Anakula sana. Na misigi kula vizuri. Ukiwa naye unakula vizuri. Naye anapenda kula. Anapenda kula, hilo ukiwa naye mnakula. Kula na kufanya ujisikie niko na kaka. Comedian ambaye una appreciate sana. Sasa achana na Stani. Comedian ambaye una Nanga namba moja. Unaweza kunitajia wengine wawili? Nanga namba moja. Ukimtoa Stani. Nanga namba moja. Unaona bwana. Huku wengine walobaki ni wengi, yani kuweka kwenye listi nachoka. Wako wengi ila Nanga mimi namba moja, ila huku wengine wote wengi wanao. Nanga nimeanza kumfuatilia mimi nikiwa niko shule. Umenipata vizuri. Kwa mimi nilikuwa shabiki yake. Lakini mwisho wa siku yeye alishai kupigia simu, mdogo wangu unafanya vizuri sana. Nikamwambia brother mimi nakuangalia na nilishai kusemaga kwamba namkubali Nanga kabla hata sifanye kazi na Star. Nililaga kwenye chombo fulani hivi nisemaga Nanga na hata sikuaga na ukaribu naye. Kwa kwangu Nanga ni mtu mmoja hatari sana. Malengo ya Chei makubwa sana lakini siri. Makubwa sana ila siri. Kwenye tasnia sasa. Ni makubwa. Hata kwenye tasnia pia bado ni siri. Serious. Hata wewe nakupa hiyo. Wewe unasema una haka. Nikishakula sasa. Haka una nikila hapo ukiona ubwabwa tu na ya mwaga. Sasa wewe jiulize haya yote naongea ni chai tu. Chai nilokunywa ndio inanipeleka hivi. Ukishakula sasa ubwabwa inakuaje? Nakuwa yani kabla nakuwa sina. Sawa. Chei anajiconnect vipi sasa na comedian wengine? Mara nyingi tunamuona na Stan na wengine ambao either ni wapo wanachipukia lakini hawana ule ukubwa kama comedians wengine ambao tunawafahamu. Chei anajiconnect nao vipi? Mimi my dream kwanza ilikuwa mimi sitaki kufanya kazi na mtu mkubwa. Ndoto yangu. Ukiachana na Stani imekuja. Lakini ndoto yangu sikutamani mimi kufanya kazi na comedian mkubwa. Umenipata vizuri, nilikuwa natamani nijipambanie kwanza. Hata mkubwa nikimfuata aseme huyu kweli ana style. Niwe na mimi sitaki kutia huruma. Mimi napenda nifanye kazi, yani kazi zangu ziongee. Ni comment gani huwa umeshakuathirika na comment? Kuna comment hizo nikutana nazo. Komenti zipo. Moja ya komenti ambayo mimi siipendi. Watu wakisema najichubua. Yaani ndio komenti yangu ya kwanza. Ya pili labda siku nimeamua tu nimejiwekea ka filter. Umenipata vizuri. Ile siku tu nikaamua kwa sababu wale waliotengeneza hii mitandao au kama TikTok kule mfano. Wameka zinatumika sana. Sasa mimi labda nikisema na mimi niende kama vijana wenzangu. Kwa sababu sitaki kukaa kizee babu. Niweke kama kijana wenzangu. Umri unaruhusu. Umri unaruhusu. Nikitia kifilter hapa kipa yupo hapa. Sasa kipa yupo kaenda hapa. Hizo ni comment ambazo huwa hizo zinanikata kwa. Yaani kuna muda unajua kuna muda unatamani kujibu lakini unaona sasa hapa nitavunjia tu mipaka. Na unalinda brand ile. Umeshawahi kukosa deal kwa sababu ya content unazofanya? Nishai kukosa madili mengi kwa sababu ya account yangu ilivyopotea, ila sio content. Content nani account ilivyopotea tu nimekosa michongo mingi sana nimepata. Michongo mingi sababu watu waamini kwenye kwanza moja.